Ningependa kufahamu kwanza taarifa ya msiba wa mama yake na GK, wewe ulipata ukiwa wapi? Of course mimi nakaa Kibaha, lakini ule usiku nakumbuka Ambwene ndo alitutaarifu. Ambwene alisema bwana Maza amefariki, kwa hiyo tuangalie tunafanya utaratibu, tunafanyaje. Tulihuzunika actually kwa sababu mama alikuwa ni mtu wetu muhimu sana katika kutujenga, yani East Coast unayosikia uasisi wake ulianzia hapa kwake, kwa sababu GK alikuwa ndo mwanae. Lakini kuna vitu vingi sana alitusaidia kimuongozo, kipesa, kimawazo, kinidhamu. Viko vitu vingi sana, yani vingine naweza nisiviseme, lakini asilimia kubwa sana mama alitusaidia. Na ni kitu gani ambacho labda umeambiwa au umesikia ndio kimesababisha kifo chake bi mkubwa? Kwa sala la kufariki, nachojua tu ni kwamba alikuwa anaumwa kwa muda mrefu. Haya mengine GK anaweza akaelezea, lakini alikuwa anaumwa. Kwa hiyo Mungu amempenda akamchukua. Na kwa upande wako Snare, kwa sababu wewe ni mmoja kati ya watu ambao kwenye kundi la East Coast ulikuwepo muda wote na bado upo hapo kwenye hiyo familia, nataka uniambie jinsi ambavyo bi mkubwa alikuwa akiweza kuwaunganisha pale ambapo labda nyinyi wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu binadamu kukwazana na kuwepo ipo sometime, na kuna muda watu wanaelewana na maisha yanaendelea. Ndio, ni kweli watu walikuwa wanatofautiana, lakini ikipigwa simu au ikitoka maelekezo, bwana Maza anawaita mkaongee, basi mkifika pale, kwa sababu unajua mama alikuwa mwalimu. Kwa hiyo anajua tabia za vijana wengi, akikuangalia tu hivi anajua wewe mwelekeo wako ni hivi, au wewe tatizo lako hili. Sasa kuyasolve hayo matatizo, basi atamhoji huyu, alafu atawarudisha katikati, bwana mnatakiwa muende hivi. Kwa hiyo alikuwa ni mtu mmoja muhimu sana, yani katika malezi na katika kuwaunganisha vijana. Kwa hiyo alitusaidia sana kwenye hilo. Na ni kitu gani ambacho kitakufanya umkumbuke mara kwa mara bi mkubwa, japo ametangulia mbele ya haki, kwa kile ambacho unasema kwamba mliishi naye vizuri na yeye aliwapa eneo kwa ajili ya kuweza kufanya shughuli zenu, lakini mkiwa na matatizo alikuwa anaingia na kuweka sawa sawa? Mimi namkumbuka katika engo moja, hasa katika masuala ya kisiasa. Mimi napenda sana kusoma vitabu, kwa hiyo kuna vitu vingi nilivijua baada ya mama kuwa ananipa vitabu. Kwa mfano kipindi cha tunaelekea katika bunge la katiba, nakumbuka alikuwa ni mbunge katika bunge la katiba, alinipa zile rasimu ambazo nilikuwa nikienda katika mabishano na watu wengine, natumia zile rasimu ili tusitoke nje ya mada. Lakini kuna vitabu vingine vingi ambavyo nikiingia nyumbani nikivikuta kwenye shelf, nikimuomba ananipa, naenda kuvisoma. Kwa hiyo viliniongezea uelewa. Kwa hiyo katika engo hiyo kiukweli namshukuru, kwa sababu kuna vitu vingi nilipata kuvifahamu. Kwa sisi ambao tumekulia kwa miaka 90, tunafahamu ukubwa wa kundi la East Coast, na tunafahamu kipindi hizo zile battle kati ya East Coast na watu wetu wa Temeke, kwa maana ya Walumendago. Bifu lenu, mama alikuwa anasemaje kuhusiana na bifu lile la kimuziki? Kwa upande wa mama kwake ilikuwaje? Itabidi nicheke kwa sababu kwanza alikuwa haelewi. Kwa sababu yeye alikuwa anasoma magazeti. Kwa hiyo akisoma gazeti afu akitukuta tumekaa hivi, anauliza hivi yale magazeti yanaongea ukweli au nini? Maana sielewi. Sababu anaweza akaja hapa akatukuta tuko na watu wa TMK. Tumekaa maskani tunapiga story. Lakini sasa nimesoma gazeti, ile gazeti michoro, picha hizi za katuni. Sielewi, mnaonekana mnashikashika bastola sijui nini. Hebu niambieni ukweli. Kwa naambia mama, hizo ni biashara tu za muziki. Hakuna kitu kikubwa sana kama ambavyo kinakuwa published. Ingawa tuko tunatengeneza muziki, na kwa hiyo muziki lazima uwe na ushindani. Kwa hiyo ndio maana kukawa kunatokea makundi kama hayo, East Coast, TMK, lakini ni watu ambao tulikuwa tunaishi vizuri tu. Hatakuwa tumefika level kama ambazo wanaishi huko Marekani. Na mama jinsi ambavyo alikuwa akisoma na akiona na akija kuwauliza, alikuwa ipo kwenye hali gani anapouliza anahitaji kujua nini kinaendelea kati yenu nyinyi na TMK, kwa maana ya Walumendago? Mara nyingine alikuwa anauliza kwa kuhamaki, lakini kwa sababu tulikuwa kwanza tunamjibu kwa kucheka, anamwambia hamna kitu kama hicho. Kwa hiyo anapoa, anagundua kumbe ni habari za kuuza tu kwenye magazeti, kwenye vyombo vya habari, lakini ukweli halisi sisi ndio tunaujua na ndio tunaomwambia bwana hapa hakuna tatizo kama hilo. Nakumbuka mshawahi kwenda kwenye show moja Diamond Jubilee, kitu kama hicho miaka hiyo, nyinyi na Walumendago stage moja, lakini watu wanasema Upanga si ndio kwenu, na Temeke wanatoka Temeke wanakuja huku. Unakumbuka wakati mnatoka, labda kama mama alisha kusema chochote kuhusiana kwamba usalama na vitu kama hivyo, akiwa anaogopa kwa maana ya kusema kwamba labda mna ugomvi wa kweli kutokana na vile ambavyo magazeti yalikuwa kiandika?
Sidhani, kwa sababu kwanza mara nyingi shughuli nyingi zilikuwa zinafanyika mida ya usiku, na mama unajua ratiba zake, shule, mtu wa kanisani. Kwa hiyo yani vitu vingi alikuwa anakutana navyo kwenye magazeti au kwenye TV. Lakini alikuwa hatuoni tukiwa tunajiandaa zile preparation kwamba leo hii tunaenda hapa, leo hii labda kuna show hapa Diamond, ndio kidogo alikuwa anajaribu kufuatilia kwa sababu alikuwa yuko karibu. Na kwa sababu watu wengi walikuwa wanakuja hapa. Ni kitu gani ambacho tukijui kuhusiana na marehemu, labda wewe kwa kuwa ni mtoto wa karibu, kwa maana familia ya East Coast na yeye aliwalea kwa muda mrefu na akiwalea kama mtoto wake GK kama ambavyo anamlea, unaweza kutuhadithia hapa na kitatusaidia kufahamu zaidi kuhusiana na mama? Kiukweli kikubwa hasa ni upendo. Upendo wa namna gani? Ni upendo ambao hakuwa anabagua. Unajua sisi wengine sio watoto wa kuzaa kabisa yeye. Sisi ni marafiki wa GK. Lakini treatment yake alikuwa anatutreat, wote alikuwa anatutreat sawa. Yaani anavomtreat GK ndivyo anavomtreat AY, ndivyo anavomtreat Bafu, ndivyo anavomtreat mimi, Oteni na wengineo wote. Yaani aliwachukulia kama watoto wake. Kwa hiyo hicho ndio kikubwa ambacho mimi niliona, hakuwa na ubaguzi. Pole sana. Asante mzee wangu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.